بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiendelea na sauti za kitabu kinachozungumzia swala ya dhuha ambacho kimepewa jina kitabu hicho vaa taji la thawabu kwa kuswali swala ya dhuha, mzingatiwa ni mizani nzuri ya thawabu. Kimeandikwa na al-Ustadh al-Fadhil Abu Muhammad Hasnu Amur Kombo Az-Zinjibari At-Tanzani hafidhahu Allahu ta'ala wa waffaqahu wa saddada khutah. Katika sauti iliyopita tuliona wema salafu salih, wema waliokuwa wametangulia, kwamba wao pia baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba wao waliswali swala hii ya dhuha, masahaba, tabi'un na wengineo katika salafu salih. Na leo biidhnillah azza wa jalla tunaingia katika fadhila zilizokuja kuhusiana na ubora wa kuswali swala ya dhuha. Anasema hafidhahullahu ta'ala, zimekuja hadithi nyingi zinazozungumzia ubora na fadhila za swala ya dhuha, na miongoni mwa fadhila hizo ni hizi zifuatazo pamoja na hadithi zake. Fadhila ya kwanza, kwa yule ambaye atashikamana na jambo la kuswali swala hii ya dhuha, anasema atakaye swali swala ya dhuha amekuwa amevitolea sadaka viungo vya mwili wake, yani viungo vyote vya mwili wake. Na dalili ya hayo ni hadithi hii ifuatayo. Na kabla ya kuisoma hiyo hadithi, aliweka nambari 1 hapo katika hayo maneno pale katika sehemu inayosema viungo vya mwili vyote, kisha akaweka namba 1 hapo chini, akasema na ifahamike kuwa mwanadamu ana viungo 360 kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam. Kwa hiyo baada ya namba 1 hiyo ya chini, akaiweka hadithi moja kuonesha fadhila hizo, kwamba yeyote atakayeswali swala ya dhuha huyo atakuwa amevitolea sadaka viungo vya mwili wake vyote. Akasema katika kuitaja hadithi katika fadhila hizo, anasema an Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim wa ghayruhu. Wa fi riwayati Ahmad في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد farak'ata ad-duha tujzi'uka. Anasema katika kuitafsiri hadithi hiyo kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, amesema hufikiwa na asubuhi, kwa maana hupambazukiwa viungo vyote vya mwili, kwa maana viungo vya mwili vya mwanadamu. Anasema hufikiwa na asubuhi, kwa maana hupambazukiwa viungo vyote vya mwili wa mmoja wenu vikiwa vinastahiki kutolewa sadaka kwa kila kiungo. Basi kila tasbihi ni sadaka na kila tahmidi ni sadaka. Tasbihi ni kusema subhanallah, tahmid ni kusema alhamdulillah, na kila tahlil ni sadaka kwa maana kusema la ilaha illa Allah, na kila takbira ni sadaka kwa maana kusema Allahu akbar, na kuamrisha wema ni sadaka, na kukataza mabaya ni sadaka, na zinatosheleza kutokana na hayo yote rakaa 2 za swala ya dhuha. Kisha akasema, na imekuja katika riwaya ya Imamu Ahmadu
Imam Ahmad anasema katika, kwa maana ndani ya mwili wa binadamu kuna viungo 360, basi ni juu yake mwanadamu kukitolea sadaka kila kiungo chake. Wakasema masahaba, na ni nani anaweza hilo ewe mtume wa Allah? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufukiwa makoho ndani ya msikiti ni sadaka. Kufukia makoho ndani ya msikiti ni sadaka, na kuondoa vitu njiani vinavyoleta maudhi kwa wapita njia ni sadaka. Basi ikiwa hakuweza hilo au hukupata kufanya hivyo, ni rakaa 2 za swala ya dhuha zinakutosheleza yote hayo, kuonesha ya kwamba miongoni mwa fadhila za mtu kuswali swala ya dhuha ni kwamba kuswali swala ya dhuha mtu anakuwa amevitolea sadaka viungo vyake vya mwili. Thumma qala, kisha akasema, qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fi Fath al-Bari, sema al-Hafidh Ibn Hajar katika Fath al-Bari rahimahullahu ta'ala katika juzuu ya 3 ukurasa wa 75, min fawaidi rak'atay dhuha annaha tujzi'u 'an as-sadaqati allati tusbi'u ala mafasil al-insani fi kulli yawmin wa hiya 360 mifsalan. Anasema Ibn Hajar katika maana ya maneno hayo, miongoni mwa faida za rakaa 2 za swala ya dhuha inatosheleza katika kutolea sadaka ambayo inatakikana kila asubuhi, kila kiungo cha mwanadamu kitoe sadaka hiyo kwa kila siku. Na viungo hivyo vya mwanadamu kwa maana idadi yake ni 360. Hayo ndio maneno ya al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika namba 1 katika hayo. Anasema, nimesema hapa kwa maana Abu Muhammad Hasnu, rakaa 2 za swala ya dhuha utakazoziswali zinasimama nafasi ya kutolea sadaka kila kiungo cha mwili wako. Kwa hiyo jihimize ewe Muislamu kuswali swala ya dhuha. Jihimize ewe Muislamu kuswali swala ya dhuha. Hiyo ni fadhila ya kwanza. Fadhila ya pili ambayo ni B, anasema hafidhahullahu ta'ala, yoyote atakayetoka kwenda msikitini kwa ajili ya kuswali swala ya dhuha, basi hupata ujira wa mtu aliyefanya umra. Na dalili ya hii ni hii ifuatayo. Fadhila nyingine, anamaanisha fadhila nyingine ya mtu kuswali swala ya dhuha, kwa maana yule anayeswali swala ya dhuha, basi mtu huyo huandikiwa ujira sawa, ujira unaofanana na mtu ambaye amefanya umra. Ndio akaitaja hadithi hapa, akasema an Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kutoka kwa Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhira, yoyote atakayetoka nyumbani kwake hali ya kuwa amejitoharisha, ila salatin maktubatin, na kwenda kuswali swala ya faradhi, fa ajruhu ka ajri al-haji al-muhrim, basi ujira wake ni kama ujira wa mwenye kufanya hija aliyehirimia. Wa man kharaja ila tasbihi dhuha, na yoyote atakayekwenda kutekeleza swala ya dhuha, la yansibuhu illa iyahu fa ajruhu ka ajri al-mu'tamir, na ikiwa hakuna kilichompa tabu, fala yasibuhu, na ikiwa hakuna kilichompa tabu kutoka kwake isipokuwa ni hiyo swala ya dhuha, basi ujira, kwa maana ujira anaopata kwa maana ya malipo, naam, ujira wake ni kama ujira wa mtu mwenye kufanya ibada ya umra. Hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhadith, hadithi inaendelea. Akhrajahu Abu Dawuda, hadithi nambari 558, wa Ahmad kadhalika Imam Ahmad, hadithi nambari
22,304 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود na akaisahasanisha hadithi hiyo al-Imam al-Albani katika Sahih Abi Dawud wa Sahih Shu'aib al-Arnaut fi takhrij al-Musnad. Maelezo ya ziada anasema hafidhahullah, hapa wanachuoni wapo wanaosema kuwa ili mtu aweze kuzipata fadhila hizi za kulingana kimalipo ya swala ya dhuha na malipo ya mtu aliyefanya umra, ni kuwa swala ya dhuha itekelezwe msikitini, ndio mtu atapata malipo hayo. Kisha naendelea kusema, anasema na wapo wengine wanaosema kuwa kutoka kuliko kusudiwa ni kukusudia sala ya dhuha, sawa ikiwa itaswaliwa msikitini au nyumbani, ni kuwa malipo yatapatikana. Kwa hiyo ni kauli mbili kuhusiana na mtu kuweza kudiriki ujira wa mtu ambaye alifanya umra kwa kuswali swala hiyo ya dhuha. Si kwa maana fadhila na malipo anayopata mtu kwa kuswali swala ya dhuha. Anasema yoyote atakayeswali swala ya asubuhi kwa jamaa kisha akakaa na kuleta adhkari hadi jua likachomoza na akaswali rakaa 2 za swala ya dhuha, basi mtu huyo hupata ujira, kwa maana malipo ya mtu aliyefanya ibada ya hija na umra kiukamilifu bila ya kupungua chochote. Na katika hilo zimekuja hadithi kadhaa ambapo anasema kaiweka namba 1 hapa, anasema an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man salla al-fajr fi jama'atin, yoyote atakayeswali swala ya alfajiri kwa jamaa, naam, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatali'a ash-shams, kisha akakaa na kumtaja Allah mpaka jua likachomoza, thumma salla rak'ataini, kisha akaswali rakaa 2, kanat lahu kaajri hajjatin wa umratin tamma, anasema inakuwa kwake yeye katika ujira anaoupata ni sawa na ujira wa hija na umra kiukamilifu, kwa maana pasi na kufunguzwa. Tumeelewana? Kwa mtu atakayekaa katika naam mswala wake baada salati al-fajr jama'atan, fadhakara ar-rahmana, akamtaja Allah jalla wa ala, thumma qama wa salla rak'ataini adh-dhuha, kisha akasali rakaa 2 za dhuha, basi ujira wake ndio huo, anapata ujira wa aliyefanya umra kiukamilifu. Hadithi ya pili, wa an abi umamata wa utbata ibn abd, naam, wa an abi umamata wa utbata ibn abd radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الضحى من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت يسبح الله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجته وعمرته. وصححه الألباني في صحيح الترغيب. anasema na kutoka kwa Umama na Utba ibn Abd radhiyallahu anhuma, naam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yote atakayeswali swala ya asubuhi kwa jamaa kisha akathibiti, kwa maana akakaa sehemu yake na kuleta adhkar mpaka akaswali swala ya dhuha, inakuwa kwake kama ujira wa mwenye kufanya ibada ya hija na mwenye kufanya ibada ya umra, hali ya kuwa imekamilika hija yake na umra yake. Anasema nimesema hapa, yani Abu Muhammad Hasnu, hizi fadhila ni kubwa sana na sio jambo la mtu kulizembea, na pia hizi fadhila zilizoelezwa katika hii hadithi hazidondoshi, kwa maana kuondoa wajibu wa ibada ya hija na umra, kwa sababu kule tumeona kwamba anayeswali swala ya dhuha katika miongoni mwa fadhila zake na malipo anayopata ni kuandikiwa ujira waliyefanya hija na nini na umra. Lakini je, ndio uwajibu wa kutofanya ibada ya hija na umra
kwa kuswali swala ya dhuha ndio umeondoka, ndio anasema haujaondoka, bali wajibu wa ibada ya hija na umra utabakia pale pale, isipokuwa mtu akiyafanya haya yaliyoelezwa na hadithi hii atapata thawabu za hija na umra, lakini anapopata uwezo basi ni juu yake kwenda kutekeleza wajibu wa ibada ya hija na umra. Hayo ni maelezo kuhusiana na kadhia hiyo. Lakini kisha akasema hivi, swali: je, kwa mwanamke na yeye hizi fadhila atazipata kwa kuswali nyumbani swala ya alfajiri kisha akakaa na kuleta adhkar mpaka jua likachomoza kisha akaswali swala ya dhuha? Ambalo ni swali muhimu. Namba moja, akasema hizi rakaa mbili baada ya jua kuchomoza wengine wanaziita ni za ishraq, kwa maana rakaa mbili za ishraq, lakini kauli yenye nguvu ni rakaa mbili za swala ya dhuha, na huu ndio msimamo wa Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo katika wanaochuoni. Kwa hiyo je, mwanamke na yeye atapata fadhila hizi ikiwa ataswali swala ya alfajiri nyumbani kwake kisha akakaa katika mswala wake akawa anamtaja Allah mpaka idha tala'at ash-shams, mpaka jua pale litakapochomoza, thumma qamat fasalla ar-rak'atayn li ad-duha, kisha akasimama kuswali rakaa mbili za dhuha? Je, na yeye atapata ujira huu? Kwa sababu tumeona mtu atakayetoka nyumbani kwake akaenda msikitini kuswali swala asubuhi jamaa, hicho ndio akadi, kifungo alichokiweka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Sasa je, mwanamke yeye ambaye anaswali nyumbani ikiwa ataka kwenye mswala wake akawa atamtaja Allah mpaka hilo jua likachomoza, atapata ujira huu? Jawabu, naam, hizi fadhila kwa mwanamke atakuwa ni mwenye kuzipata ikiwa swala ya alfajiri ataiswali ndani ya muda wake na akaleta adhkar mpaka jua likachomoza na akaswali rakaa mbili za dhuha. Anasema kwa sababu sheria zimekuja kwa wote isipokuwa katika mambo ambayo sheria imeyavua na kuyafanya ni maalum imma kwa mwanamume au kwa mwanamke. Kwa hiyo pia mwanamke akiwa atafanya hivyo nyumbani kwake basi atapata hizo fadhila. Kisha akanukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innaman nisaa'u shaqa'iqur rijal, hakika wanawake ni wenza wa wanaume. Kwa maana katika sheria za Uislamu zilizokuja zinawahusu wote, illa mastathnahu ash-shar'u, isipokuwa ile ambayo imeivua nini sheria, imeivua sheria kwamba hadha mukhtasum birrajul au hadha mukhtasum binnisa, kwamba hili linamhusu wanaume tu na hili linahusu wanawake tu. Jambo hilo ndio litabakia kuwa liko moja kati ya pande hizo. Wa illa dalil zote zilizokuja na ibadat, awamir wa nawahi, zote ni zenye mishamilatun likulli minhuma, kwa maana zinawakusanya wote wawili, minar rijali wan nisa, katika wanaume na wanawake. Barakallahu fikum. Kisha akasema kwa maana katika miongoni mwa fadhila za mtu kuswali swala ya dhuha, anasema atakayeswali swala ya dhuha rakaa 4 basi ataondolewa na mabalaa na mitihani na kupewa wepesi wa mambo yake. Akaitaja hadithi ya 3 akasema, an Abi Darda wa Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam عن الله عز وجل أنه قال يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. أخرجه الترمذي وغيره وصححه شعيب الأرناؤوط من حديث نعيم ابن حمار الغطفاني kutoka Abu Darda na Abu Dharr radhiallahu anhuma kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah azza wa jalla amesema, ewe mwanadamu, swali kwa ajili yangu rakaa 4 mwanzoni mwa mchana. Ya ibn adama irka li 4 rak'at min awwal an-nahar akfika akhirahu, swali rakaa 4 mwanzoni mwa mchana nitakutosha mwishoni mwa siku hiyo, kwa maana nitakulinda na kila baya na kukufanyia wepesi mambo yako. Kwa hiyo hilo pia ni katika fadhila za mtu kuswali swala ya dhuha. Na naam, tumeelewana. Wama aktharul bala fi anfusina ya ikhwata, na ni mangapi katika mabalaa ambayo sisi yametukumba, ambapo
kwa hakika hasa tuna haja sisi kupata fadhila kama hizo kutoka kwa Mola wetu za kutuondoshia mabalaa na kutufanyia upesi katika mambo yetu, mambo ya riziki, mambo ya maradhi, mambo ya mitihani mbalimbali ambayo imetukabili. Kuondoka kwake basi ni moja katika sababu zake ni mtu kujihimiza katika jambo la kuswali swala ya dhuha. Hii kwa maana katika fadhila za mtu kuswali swala ya dhuha, mwenye kuswali swala ya dhuha anahesabika ni katika watiifu wakubwa na wanyenyekevu mbele ya Allah azza wa jalla. Anasema hadithi ya 4 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabii sallallahu alayhi wasallam qala la yuhafidhu ala salati ad-duha illa awwabun wa hiya salatu al-awwabin akhrajahu ibn Khuzaimah wal Hakim wa hasanahu al-Albani fi sahih al-Jami' wa asluhu fi sahih Muslim bilafdhi salatu al-awwabin hina tarmadhu al-fisal. Kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hahifadhi swala ya dhuha kwa maana kwa kudumu nayo kwa kuiswali isipokuwa yule mtiifu na mchaji na mwenye kunyenyekea na kutubia kwa Mola wake. Nayo ni swala ya watiifu kwa maana swala ya wacha Mungu na wanyenyekevu. Kwa hiyo swala ya dhuha ina fadhila nyingi sana. Swala ya dhuha ina fadhila nyingi sana, na hizi ni baadhi tu ya fadhila zake. Basi wewe Muislamu usiwe na uzembe wa kupitwa na swala ya dhuha, bali kuwa na bidii ya kudumu nayo swala ya dhuha, ili uwe katika wale ambao mizani zao za amali zitakuwa nzuri siku ya kiyama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kwa hiyo hizo ni katika baadhi ya fadhila za mtu atakazozipata kwa kuswali swala ya dhuha. Kwa hiyo baada ya kuzifahamu fadhila hizo nyingi zinazopatikana kwa mtu atakayeswali swala ya dhuha, alaina wa alaikum, ni juu yetu na ni juu yenu, an natamassaka biha, ni kushikamana na hiyo swala ya dhuha. Mfahamiana hapo vata ila thawabu kwa kuswali swala ya dhuha kuzingatiwa ni mizani nzuri ya thawabu. Wallahu a'lam, waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathira walhamdulillah.